know God is working. Ni kwa sababu najua Mungu anafanya kazi. I know God is working. Najua Mungu anatenda kazi. I know the presence of the Holy Spirit. Na pamoja na uwepo wa Roho inachanganyisha. We want to talk about digging the wells of favor. Nataka tukaongee juu ya kusimba vizima vya upendeleo. Digging the wells of favor. Kushimba visima vya upendeleo. And I welcome all of you this second service. Na niwakaribisha nyote katika ibada ya pili. That you share this word with us. Ya kwamba tukashiriki neno la Mungu pamoja. God's favor is a guarantee of His presence in your life. Upendeleo wa Mungu ni wa lazima kwa kila mmoja. God's favor is a guarantee of His presence in your life. Uwepo wa Mungu ni hakikisho ya uwepo kwa ndani yetu. In Proverbs, katika Mithali, in Proverbs chapter 12 verse 2, Mithali 12, a good man obtains favor from the Lord. Mtu anapokea upendeleo kutoka kwa Mungu. But a man of evil devices, lakini mtu wa njia mbovu, a man of evil devices, mtu ambao ako na njia mbovu, condemns, anahukumu sana. Praise God. Bwana asifiwe. God's favor is a guarantee of His presence in your life. Upendeleo wa Mungu ni dhibiti. It says a good man gets favor from the Lord. Inasema mtu mzuri anapokea upendeleo kutoka kwa Mungu. But a man of evil devices condemns. Lakini mtu wa njia mbovu anapata lahana. Praise God. Amen. Praise the name of God. Bwana asifiwe. There are two words which are usually confused. Kuna maneno mawili ambao yanachanganyisha. Favor, upendeleo, and grace. Na neema. Favor is God's unusual liking to you. Upendeleo ni kile kitu sicho cha kawaida Mungu anakufanyia to you. Kwako. Grace is free and unmerited blessings. Neema ni ule upendeleo. Asante. Praise God. Amen. In Luke chapter 1:30 to 32, just like the verses. Luka 32 chapter 1:30 to 32. Luka sura ya kwanza chapter 1 verse 30 to 32. Mstari wa 30-32. Then the angel said to her, malaika akamwambia, do not be afraid, usiogope Maria, for you have found favor with God. Kwa maana umepata upendeleo kwa Mungu. Praise God. Amen. Kurudishia Mungu kwa giving birth to Christ. Kuzaliwa kwa Yesu by a woman, kupitia kwa mwanamke, is not a joke. Sio kitu ya mchezo. There must be something unique in you. Lazima kuwe na kitu tofauti ndani yako. Can you ask the person next to you? Uliza mtu aliye karibu nawe, what is unique in you? Ni nini kisicho cha maana, kisicho cha kawaida kwako? Unusual in you. Ni nini kisicho cha kawaida kwako? That God can see you as a special person. Kile ambacho Mungu anaweza kuona wewe ni mtu maalum. Praise God. Bwana asifiwe. I want to tell you something. Nataka nikwambie jambo. In this morning, asubuhi hii ya leo, in the first service, katika ibada ya kwanza, something was mentioned. Kuna kitu kilitajwa. When somebody is fasting, mtu anapofunga, the other one is not fasting, na yule mwingine hajafunga, you become annoyed. Unakasirika. I want to tell you, wacha nikwambie, that is not your responsibility. Sio majukumu yako. That is not your responsibility. Hiyo sio jukumu lako. Praise God. Bwana asifiwe. To move away from God, kutoka mbele za Mungu, takes place njia ya pili, within a second of a second. Praise God. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. Kutoka kwa njia ya Mungu, inachukua muda ambao hata huwezi jua. Amen. Sio kitu mnakaa mnasikizana tunasema sasa ni kama nimetoka. No. Praise God. Amen. You will not even know. Hautajua. Slight mistakes, makosa kidogo, will just keep you away from God. Inaweza kukupeleka mbali na Mungu. Remember, God is just watching at you. Kumbuka ya kwamba Mungu anakutazama. You are there doing your own things. Uko pale unatenda mambo yako. God is watching you. Mungu anakutazama. You look somebody, unaangalia mtu, some very funny eyes, somebody is singing there. Mtu anakaa pale. There is a song which is usually sung. Kuna wimbo ambao tunaimba. We used to sing it long time ago. Tulikuwa tunauimba zamani. Kikamba. It used to be like this. Wanao. Na Yesu timuko
Elayo na Yesu Timogo. Elayo Nego Mura Nego Mura Nego Mura Nego Mura na Yesu Timogo. And you are sitting here in the church. Na unaimba hapa kanisa. And you are watching a lady somewhere. Na unamtazama mwanamke mahali. Oh, in front of you. Mbele yako. Singing, watching that lady. Ukifikiria yaliyo ndani ya mwanamke. Admiring that lady. You are there watching and you are singing. Uko hapo na unaimba. You are feeling Jesus, you are feeling that person you are watching. Unamsikia Yesu ama unasikia mwanamke unaangalia. That is the way people lose direction. Hivyo ndio watu wanapoteza. That is the only way you disconnect yourself with God. Hivyo ndivyo unajitenganisha na Mungu. I'm telling you, it takes only, I don't even know whether it's a second. Nakwambia sijui inachukua sekunde tu kuachana na Mungu. You are away. Uko mbali na Mungu. Praise God. Bwana asifiwe. Tusomewe Luke 1:30-2. Mungu. She was not the only lady. Kuwa ni tu ndio mwanamke siku ile. There are so many this globe. Walikuwa ni wengi duniani. Praise God. Bwana asifiwe. But something special was seen by God in this lady. Lakini kitu cha tofauti kafanyika kwa huyo mwanamke. She was unique in a way. Alikuwa wa tofauti kwa njia nyingine. Before you invite the favor of God, kabla kujakaribisha upendeleo wa Mungu, you must be transformed. Ni lazima kwanza ukabadilishwe. You must understand Christ. Ni lazima ukamwelewe Yesu ni nani. I can only know you, naweza tu kukutambua if I have some information about you. Nikiwa na ripoti yako. And the only way you can understand God is through Christ. Na vile unaweza kumjua Mungu kupitia kwa Yesu Kristo. Before you invite favor of God in you, kabla hujakaribisha upendeleo wa Mungu ndani yako, must have known and understood his character. Ni lazima uwe kwanza umemjua na ukajua mwenendo yake through Christ. Kupitia kwa Yesu Kristo. This Bible, Biblia hii has everything. Iko na kila kitu. Nothing to add or to subtract. Hakuna kitu cha kuongezea ama kutoa. You cannot come close to somebody or somebody on these ones of today. Wachana na mambo ya siku hizi. You meet today, mnakutana leo, hata hujaomba, hata you don't even know the father of that lady. Hata hujui baba ya huyo mtu. You don't even know the mother. Hata hujui mama yake. You don't even know sisters. Na hujui hata madada zake. And you are there. Na uko pale. Praise God. Bwana asifiwe. You must take time. Na lazima uchukue muda. You must take time. Uchukue muda. That is not my agenda. Sio I want to tell you. Lakini nataka you must invite the favor of God in your heart. Kama unataka kukaribisha upendeleo wa Mungu moyoni mwako. But you will not just come freely. Lakini haitakuja tu bure. It is not possible. Haiwezekani. You have to work hard. Ni lazima ufanye kazi zaidi. For you to understand me, you must, for you to know my character, you must understand me. Ili kuelewa mienendo yangu ni lazima unijue. Sometimes I wonder. Nyakati nyingine nashangaa. Somebody has seen somebody. Mtu ameona mtu mwingine. You don't even know that person. Na huyo mtu umjui vizuri. You have become a satellite. Na unakuwa kama a satellite. You know everything. Unajua kila kitu. You don't even know that person. Na hata huyo mtu umjui. Praise God. Bwana asifiwe. Let's be careful with our mouth. Tujiangalie sana na midomo yetu. And that moving away from God is happening so fast and so easy na kuambia kuondoka kwa Mungu kunakuja haraka vile uwezo from your heart, kutoka moyoni mwako. And that's why. Na ndio sababu people says I got saved 70 years ago. Watu ambao wanasema niliokoka miaka 70 iliyopita. When you look at the content in that person, na unapoangalia mienendo ya mtu, although it is not your responsibility, hata ingawa sio majukumu yako, there is something in a miss. Kuna kitu kinakosa. Praise God. Bwana asifiwe. It is upon you. Ni juu yako. Upon me. Na ni juu yangu. To work very hard. Tufanye kazi zaidi. Diligently. Kwa uangalifu. Understanding. Kuelewa, tukielewa. God is not a human being. Tukielewa ya kwamba Mungu si mtu. For you to be away is so fast and so easy. Kwako kuondoka mbele za Mungu ni haraka sana. If you are not careful. Kama hautajiadhari. And if you are accepting Christ, na wewe kumjua Yesu Kristo, welcome Messiah in your heart. Unamkaribisha Masiya ndani ya moyo wako. You receive salvation. Unapokea wokovu. You become transformed. Unakuwa umebadilishwa. That is the bearing towards knowing God. Hiyo ni njia ya kuelekea kwa Mungu. You must have known
his desires. Ni lazima ukajue mapenzi yake. If you are transformed, you will not even understand his desires. Ukiwa umebadilishwa utaanza kujua mapenzi yake. Don't rush. Usiharakishe. This Bible Maandiko haya has a lot of information. iko na mambo mengi. The problem is, Shida ni people read some verses, watu wanasoma mistari mingine they change the verses to where they want. na wabadilisha ile mistari inaenda kulingana na mapenzi yao. Praise God. Bwana asifiwe. There is no single word written here by mistake. Hakuna neno hata moja ambayo imeandikwa kwa Biblia ya bure. Transformation, Kubadilishwa so internal katika undani, in your heart, katika moyo wako, so personal ni ya mwenyewe, that it cannot be shared. ati ya kwamba huwezi ukashiriki na It mwingine, cannot be shared. huwezi ukashiriki na mwingine, It is personal. ni ya mtu mwenyewe. And that's why Na ndio sababu God's favor upendeleo wa Mungu, is presence in your life. neema za Mungu ni uhakikisho wa kuwa ndani yako. Let's not forget this. Tusisahau hiki. The favors of God cannot be shared. Upendeleo wa Mungu hauwezi The favor of God cannot be shared. It comes direct to you. inakuja moja kwako. Praise God. Bwana asifiwe. Because God has seen something special in you. Kwa sababu Mungu ameona kitu maalum ndani yako. Praise God. Amen. What He has seen cannot be shared. Kile uko nacho hakiwezi And kikashirikishwa. for you to enjoy the favors of God, Na kwa ajili yako ukaweza kufurahia upendeleo wa Mungu, you must understand His character. nikasema ni lazima na wewe ujue mienendo ya Mungu. You must understand His character, Ukajue mienendo ya Mungu. so that you don't make mistakes. Ndiposa usikosee. And they say you never knew. Na ukasema ya kwamba sikuwa najua. Because there will be no time to say Kwa that. sababu hakutakuwa wakati wa kusema hivyo. You must understand the heavenly currency. Una lazima uelewe mambo ya kimbinguni. Heavenly currency. Pesa za kimbinguni. Now, Currency. heavenly currency is only faith, not money. Pesa za mbinguni ni imani, sio pesa. It's what Imani. matters. Imani. Praise God. Amen. But God communicates to different people. Mungu huzungumza na watu tofauti. And what matters Na kilicho cha maana sana is not how you are, sio vile wewe how uko, fat you are, ama vile how umenona, slim you are, ama vile how umekonda, short you are, ama vile umekuwa how tall mfupi, you are, ama vile umekuwa but mrefu, what is inside. lakini ni kile kilicho ndani That's yako. what matters. Hicho ndicho cha maana. Praise God. Bwana asifiwe. Praise the name of God. Bwana na asifiwe. And I said, understanding God is a serious business. Na nikasema kumjua Mungu ni jambo la maana kabisa. You know, in this salvation, Unajua katika wokovu huu people tend to behave as if it is mechanical. watu wanajaribu kukaa kama shushi. That you are clear with Him. God. Bwana Not asifiwe. even the way people talk. Na sio vile watu wanazungumza. Praise God. Bwana You asifiwe. see a lady is pregnant. Unaona msichana mama akiwa mjamzito. You start asking yourself, Unaanza kujiuliza, this pregnancy looks as if ni ya fulani fulani. hii mimba inaonekana kama ni ya That fulani. is not your work. Hiyo sio kazi Tell the yako. person next to you, it is not your work. Mwambie aliye karibu nawe sio hiyo kazi You yako. have started to judge. Umeanza You kuhukumu. have started to condemn. Umeanza kuhukumu. You have started to condemn. Umeanza kuhukumu. And the first statement I said, Na kumbuka nini kwanza nilisema? the first statement I said in Proverbs 12:2, Nilisema katika Mithali Proverbs 12:2, 12 a mstari wa good man obtains favor. A good man obtains favor from the Lord. mtu mzuri anapokea uwepo wa upendeleo wa Mungu. But a man of evil devices, Lakini mtu aliye na njia mbovu anapata hukumu. Anapata hukumu. praise God, Amen. condemns. Ana hukumu. A man of evil devices condemns. Mtu aliye na mambo maovu. That is Luke Proverbs 12:2. Hiyo ni Mithali 12 mstari wa 2. So what am I saying? Ninasema nini? Some of these things are not your work. Mambo mengine kama haya sio kazi zako. Because the favor of God comes to you individually. Kwa sababu upendeleo wa Mungu unakuja kwako kiwewe. It will not be shared, it is not distributed. Haitashirikishwa.
Because God looks at your uniqueness. Kwa sababu Mungu anaangalia jinsi ulivyo. The speciality in you. Kile kitu cha maana ndani yako. Praise God. Bwana asifiwe. Praise the name of God. Bwana asifiwe. I said it is a serious business. Nikasema ya kwamba ni kitu cha kutia nguvu. Your relationship with God. Ule uhusiano wako na Mungu must be biblically legitimate. Ni lazima uwe umepitishwa katika maandiko. And the problem is to maintain. Na shida ya kuweka. Maintain that relationship. Weka ule uhusiano wako na Mungu. That is where the job is. Hapo ndio kazi iko. That is where the job is. Hapo ndio kazi iko. That's why I said, and the Bible says it is so personal. Nilisema ya kwamba ni kitu cha kimtu binafsi. And so internal. Na kwa hiyo kiundani. Understanding of his character. Na kumuelewa mienendo yake. It is not a button to press. Nikasema ya kwamba sio kifungu ya kufinyilia. Bwana sifiwe. It's not about. Ni lazima ukashikilie kikamilifu matunda ya wokovu. That is in Galatians chapter 5. Ni katika kitabu cha Wagalatia 5 verse 22 mstari wa 22 to verse 25. Kufika 25. You must exercise or embrace the fruits of the Holy Spirit. Lazima ukashikilie matunda ya Roho Mtakatifu. Praise God. Amen. You must have something unique that God can say, yes, this man or this lady is special. Ni lazima uwe na kitu ambacho kinaonyesha Mungu huyu mwanamke au you must have godly love. Ni lazima uwe na upendo wa Mungu. You must have patience. Uwe na uvumilivu. You must have kindness. Uwe na wema. You must have generosity. Uwe na ukarimu. You must be faithful. Uwe na uaminifu. That is the currency of heaven. Hiyo ndio pesa sasa kule. If you are not faithful, there is nothing you will go. Kama hutakuwa mwaminifu, hakuna kitu utafanya kwa Mungu. Everything becomes difficult for you. Kila kitu kinakuwa Mungu wako. Praise God. Bwana sifiwe. You must work hard. Ni lazima ufanye kazi. You must be gentle. Ni lazima uwe mvumilivu. And lastly but not the least, na ya mwisho kabisa, self-control. Uwe unaingilia. That is where your brain comes. Hapo ndio akili zako zinaingilia. That is where how you walk comes. That is how you walk comes. Hapo ndio vile unatembea inaingilia. Praise God. Bwana sifiwe. That is your responsibility. Hiyo ni jukumu lako. Failure to do that. Ukikosa kufanya yale, is the result of losing the favor of God. Ni kule kukosa upendeleo wa Mungu. Praise God. Amen. You must work hard. Lazima ukatende kazi na bidii. I also know how to sing. Praise God. Amen. That mouth, huyo mdomo, disconnects you inakutenganisha from God na Mungu. And the moment you realize, na wakati you utakapotambua, have gone very far. Ushakwenda mbali. You have gone very far. Umeenda mbali sana. And you'll be left there, na utawachwa pale, like a lady, kama mwanamke whose story was told sometimes here. A lady whose story was told here. Mwanamke ambao story yake ilisema hapa. That she was carrying a baby. Ya kwamba alikuwa anambeba mimba. Crossing a river. Akivuka mto. And the lady fallen from her back. Na mtoto akaanguka kutoka mgongoni. And when she was crossing the river, alipokuwa akivuka mto, the baby went to get drowned. Ule mtoto akaangukia majini na she was carrying that thing for carrying babies. Akabaki tu anabebea ule mzigo wa kubebea mtoto. And when she crossed there, walipovuka ngambo ile, she was greeting people. Alikuwa anasalimia watu. The lady's style, kulingana na msimamo ya mwanamke. The style of ladies of greetings. Msimamo wa wanawake. The one of her. Ile ya juu. They know, they are looking at me as if they don't know. Unajua mnaniangalia kama hamjui. Ile ya juu. That one. Yes. Praise God. Amen. And he knows and says, oh, I got a baby here. Alikuwa anaenda akisema kwamba niko na mtoto kweli. And she's here. Na ako mkongoni. I gave birth. Nilizaa. When she went far, alipoenda mbali, she said to one of the ladies on the way. Akapatana na mwanamke kwa njia. Another one.
akamkuta Oh, I got a baby and she's here. kweli nipata mtoto na hapo hapo. She's very beautiful. Na ni mzuri sana. He's very handsome. Hapo na umbo mzuri. His eyes are very good. Macho yake mazuri. Praise God. Amen. The lady came and what is there? Na ule mwanamke naye akaja akasema. So there's no lady. There's Akaangalia no baby. hakuna mtoto. There's no baby. Hakuna mtoto. That is how, Hivyo ndivyo when you disconnect yourself from God, unapojitenganisha na you Mungu. remain yourself where Wewe unakaa ukiwa ni wewe. you are saying praise God, Unaendelea na kusema Bwana praise asifiwe. God. Bwana asifiwe. You are singing there Unaanza and you kuimba are carrying nothing. na hakuna kitu You are unabeba. carrying nothing. Unabeba au bebi But you are only left with the praise God. na umebaki tu na kusema Bwana asifiwe. With the 15 minutes testimony. Baada ya dakika 20 ushuhuda. With a testimony of 15 minutes. Na ule ushuhuda mkubwa wa dakika 50. And you left a long time ago. Na ule ulikuacha miaka nyingi iliyopita. You become like Usa. Unakuwa kama huyo mtu anaitwa Usa. And you run to hold the Ark of Covenant. Unakimbia na unaenda kushikilia lile sanduku la When it is falling, inapoanguka. pretending yourself, Ukijifanya wewe you are still very clean. wewe ni mtakatifu. And you falls down. Na unaanguka chini. Usa touched the Ark of Covenant. Ule mzee akashika lile And sanduku he died. na akakufa. That Ark was holy. Kwa sababu The Ark of Covenant was holy. sanduku lilikuwa takatifu. That is how, Hivyo hivyo ndivyo people leave salvation vile watu wanawacha and they uongo, continue to cheat themselves. wanaendelea na kujitanganya wenyewe, They continue to cheat themselves. wanaendelea kujitanganya wenyewe They are still carrying the baby. ati ya kwamba wanabeba mtoto, While it went long time ago. kumbe mtoto alianguka kitambo. Praise God. Bwana The asifiwe. favor of God. Upendeleo wa Mungu, Joy, furaha, patience, uvumilivu, kindness, kindness, ukarimu. all these are fruits of the Holy Spirit. Haya yote ni matunda ya Roho. In Galatians chapter 5, Wagalatia 5 verse 22, mstari wa 22 25, kufika wa 25 you'll be able to understand that. utaweza kwenda kuelewa You hivyo. can only enjoy that Unaweza kufurahia hayo when you have the Holy Spirit in kama you utakuwa na Roho Mtakatifu ndani and you yako, are connected with God. kuwa umeunganishwa na Mungu. Praise God. Bwana asifiwe. You will not enjoy this Hautafurahia haya if you don't retain the relationship of God in you. kama hautaweka ule uhusiano mzuri na Mungu. And I said, Na nikasema disconnecting yourself from God kujitenganisha na Mungu does not tell you now you are moving away from God. akisemi ati ya kwamba sasa umeondoka mbele za Mungu. Just realize you uliwacha kitambo. Eh, You realize you left long time ago. unakuja kufahamu ya kwamba uliacha kitambo. Long ago. Kitambo And you are there na uko pale singing, unaendelea na kusema fasting, ukifunga praising. unasifu. Praise God. Bwana asifiwe. But there is something you forgot. Kuna kitu unasahau. Know yourself first. Kwanza ukajitambua wewe mwenyewe. Go back again. Jirudie tena. Put your heart in a mirror. Weka moyo wako ndani ya kioo. Look at yourself. Jitazame wewe mwenyewe. Because everybody, Kwa sababu kila mtu when you are living at your home, unapoishi nyumbani kwako, you went in a mirror. unaenda kwa kioo. Others have 2 mirrors even. Wengine wako na vioo Others viwili. have very big ones. Wengine wa zile You kubwa. make sure that mirror tells you now you are very smart. Unahakikisha kwamba kioo kinakwambia kwamba wewe ni smart. You paint there. Unajipaka hizo vitu Everywhere you want. mahali popote utakapo. You prepare yourself. Unajiandaa kabisa. You fasten your tie. Unafunga tai vizuri. And you comb your hair. Na unachanua nywele. You look at the mirror. Unaangalia kioo. Doing that. Ukifanya hivi hivi. You say, now mirror, thank you very much. Unaambia kioo ni asante kioo sana. Now you are there. Uko pale. You have gone to the church. Unaenda kanisani. You trust that mirror because you have agreed what the mirror has told you. Unakubaliana na kile kioo ni kwa sababu unakubali kile uliona ndani ya kioo. Praise God. And use it as your mirror. Angalia Biblia na uitumie kama kioo. And they say, oh yes. Na useme kweli, This verse huu mstari has touched me. umenigusa. I have to go back to myself. Ni lazima I nijirudie. have to revisit myself. Ni lazima nijirudie. Can you tell the person next to you, revisit yourself? Yambie mtu aliye karibu nao jirudie.
Reface it yourself. Ujirudie tena. Praise God. Bwana asifiwe. And not one day. Na sio siku moja tu. It is continuous. Ni kila wakati. Verse 19. Isaia sura ya kwanza mstari wa 19. If you are willing, kama unapenda and obedient, na ukiwa mtiifu, you shall eat the good of the land. Utakula mema ya nchi. I am telling you, you will eat the good of the land. Nikuhakikishia ya kwamba utakula mema ya nchi. That is Isaiah telling the people. Isaiah akiwaambia watu. For you to enjoy the wealth of favor, kwa ajili ya wewe kufurahia wema wa neema of God, neema za Mungu, must have a legitimate relationship with God. Ni lazima ukuwe na uhusiano mzuri mbele za Mungu. And I said, na nikasema, use this mirror, tumia kioo hiki, to make sure kuhakikisha you are within the frequency of God. Umefikia kiwango cha Mungu. Frequency of God. Praise God. You are in line with what God desires. Uko katika mstari unaoenda nacho. Praise God. Amen. It is not shared. Haishirikishi. Why God had to look at specific people. Ndiposa Mungu alikuwa ni lazima atafute watu fulani. People who have some uniqueness. Waliokuwa na utofauti. That's how Mary came. Ndio hivyo Mary alionekana. Praise God. Bwana asifiwe. That is how David became a king of a soul. Hivyo ndivyo Daudi alikuwa mfalme wa Israeli. Because he saw some kind of a special uniqueness. Kwa sababu aliona kitu tofauti ndani yake. Different from Saul. Kutokana na kwa huyu mwingine Sauli. Praise God. Bwana asifiwe. Those are the favors we are talking about. Huyo ni upendeleo tunazungumzia. Those are the favors we are talking about. Hizi ni neema of gossiping. Ile mambo ya kuchengenya. You press the button of gossiping. Unaanza kufinya maneno ya kuchengenya. When you come to the church, utakaporudi kanisani, you press the button, unafinya ile kifungu of listening reverend. Ya kumsikiza reverend. No, we cheat ourselves. Unajua tunajidanganya sisi wenyewe. Cheating ourselves. Tunajidanganya. You know God is just there watching everything. Unajua Mungu akupanya anatazama kila kitu. He is watching everything. Anatazama kila kitu. The way people are doing movies. Vile watu wanafanya maajabu. Cinemas. Amen. Cinemas, movies, videos. Hivyo vyote. And they come to the church. Wanapokuja kanisani. They go to churches. Wanaenda makanisani. Not even here alone. Na sio hapa tu peke yake. Any other church. Kanisa lingine lote lile. And they are there. Na wako pale. Press the button. Wanafinya ile. Now I'm listening Mrs. Pastor talking. Anaanza kusema ya kwamba nasikiza mke wa mchungaji akiongea. I'm now listening Reverend preaching. Sasa nasikiza Reverend. I'm now listening chairman. I've pressed now the button for chairman. Namsikiza mwenyekiti. Praise God. Amen. It does not work like that. Haifanyi kazi hivyo. It does not work like that. Haifanyi kazi hivyo. When so is singing here, unaposimama na kwanza kuimba hapa. when a lady is singing here, kuna msichana anaimba, mwanamke anaimba hapa. And you cross one of the days. Na unapita siku moja. And you are sitting there. Na unaketi pale. When she comes here, anapokuja hapa, you make telesis in your face. Unaanza kuwa na mitaro katika uso wako. You know that funny things, eh? Yale mambo ya ajabu. Now you have pressed a button. Umefinya kifungu. It means you are carrying a luggage of hatred. Unabeba mzigo wa chuki, greediness, pride. All of them are carrying your luggage. Zote unabeba mzigo yake. Please. Tafadhali. Can you offload these things? Tafadhali toa hizi mizigo. You see these favors coming to you. Na ndiposa ukaone neema hizi zikikujia. Praise God. Bwana asifiwe. You know this work of God is so easy. Unajua kazi ya Mungu ni rahisi. Not complicated. Sio ngumu sana. Just give yourself time. Yaani jitapatie nafasi. And use this Bible. Na utumie Biblia as your mirror. Kama kioo chako. Then you will start flowing. Utaanza kuingia. Remove suckers in you. Unatoa zile branch nje. Remove those suckers in you. Unazitoa zile. And leave what can produce. Lakini uangalie ni nini unaweza kuzaa. Praise God. Bwana asifiwe. And you can only remove this. Na unaweza tu kutoa hizi when you embrace transformation. Utakaposhika kubadilishwa. Praise the name of God.
Praise Jesus. Bwana sifiwe. God's favor is the power that will change your life. Neema za Mungu ni nguvu ambazo zinabadilisha maisha yako. Change your life. Itabadilisha maisha yako. It changes life. Inabadilisha maisha. But you must work hard. Lakini lazima ukafanye kazi zaidi. In 2 Kings, Wafalme wa pili, chapter 5, sura ya 5, verse 13 to 14. Mstari wa 14 You will find somebody called Naaman, utapata mtu ambaye anaitwa Naaman, who had a leprosy. ambao alikuwa na ukoma. A disease, Na ilikuwa ni a disease, ugonjwa ambao ulikuwa unakufanya ukae mbali na wale watu wengine. Leprosy. Ukoma. It is like that in Kiswahili. Inakuwa hivyo kwa Kiswahili. He had to dip himself in the River Jordan. Alikuwa ajitumbikize katika mto wa Jordan. He had to dip himself in the River Jordan. Alikuwa ajitumbikize katika mto wa Jordan. Get healed. Ili apate uponyaji. You know, with the pride of the leadership, pamoja na ule wa uongozi, those people who are big in government, wale watu ambao ni wakubwa katika serikali. You can imagine somebody who is a commander. Unaweza kuona mtu ambao ni mkubwa. A word comes, neno la kuja, go and dip yourself in the river. Ati enda ukajitumbukiza katika mto wa river. You will be clean. Utaponyeshwa. It is not easy. Sio rahisi. It is not easy. Sio rahisi. But he had no choice. Lakini hakuwa na chaguo. So we have no choice. Na hata sisi hatuna chaguo. We have to bend low. Mara ya 7. If he was proud, kama angekuwa na kifuli, he could not receive the healing. Angeweza kupata uponyaji. That is in 2 Kings 5:13-14. Wafalme wa pili kifungu cha 5, kifungu cha 10. Mstari chapter 5 verse 13 to 14. Wafalme wa pili sura ya 5. I'm saying chapter 5 verse 13 to 14. Okay, 5, 13 na 14. Daudi became a king. Akakuwa mfalme. In 2 Samuel, katika Samueli wa pili chapter 5 sura ya 5 verse 1 mstari wa kwanza verse 12 wa 10 kufika 12. Praise God. Amen. That was a favor of God. Huo ni upendeleo ulikuwa wa Mungu. Being a young man, akiwa kijana mchanga, to have something unique in him. Kulikuwa na kitu tofauti ndani yake. God saw it. Mungu na akakiona. And he had to be recognized more than the existing king. Na akajulikana zaidi kuliko yule mfalme alikuwa kwa uongozi. And by the favor of God. Na kwa sababu ya upendeleo wa Mungu, everything is usually taken care. Kila kitu ambacho alifanya angaliwa vizuri, including our spirit, hata roho zetu, our soul, maisha yetu, our body, na mili yetu, our body, mili yetu. God's favor is a big deal. Upendeleo wa Mungu ni jambo kubwa sana. It's right with faith. Inaanza na it's right with faith. Ni sawa na imani, grace, neema, the mercy of God. Na neema za Mungu, rehema za Mungu. The word favor, is mentioned over 70 times in the Bible. Neema imetajwa mara nyingi katika Biblia. Favor. Neema. Favor is not neema. Oh, sorry. Upendeleo, sorry. Praise God. Amen. And it is the guarantee of His presence in your life. Na ni hakikisho ya kuwa uwepo wa Mungu ndani yako. Nuhu found God's favor, alipata upendeleo wa Mungu in form of the ark. In form of building the ark. Kwa ajili ya kwa njia ya kutengeneza safina. To preserve human race. Kuokoa maisha ya watu. That is in Genesis chapter 6. Ni katika Mwanzo sura ya 6. Verse 14. Mstari wa 14. Make yourself clean. Jitakaze. Praise God. Amen. Those are some of the people hao ni watu wengine wale who
God shown favor to them. ambao Mungu alionyesha upendeleo kwao. Joseph faced difficulties in his life. Joseph alipata ugumu katika maisha yake, But at some point, lakini mahali fulani he became a senior man. akakuwa mtu mkubwa. That is in Genesis 39. Hapo ni Mwanzo 39. Became personal assistant. Akakuwa mtu wa pili, Our senior person. kwa mtu ambaye alikuwa mkubwa. That is Genesis 39. Kutoka ni Mwanzo 39 Verse 3. These people received the favor of God. mpaka watu wapate upendeleo wa Mungu. They passed through so many difficulties. Walipitia mambo magumu. Praise God. Bwana sifiwe. I want to tell you, Nataka niwaambie, whatever you might be going through, chochote unaanza kuwa unapitia, don't be tired. usichoke, But you must maintain the relationship. lakini lazima ukaweke That favor huyo upendeleo from God kutoka kwa Mungu might land on you. Will land on you itakuja juu yako, because God will see something special in you. kwa sababu Mungu ataona kitu tofauti ndani yako. I'm almost finishing. Niko karibu kumaliza. Praise God. Bwana sifiwe. The same is true for you today. The same is true for you today. Ni sawa kwako siku ya leo. You need God's favor. Unahitaji upendeleo wa Mungu. You need God's favor. Unahitaji upendeleo wa Mungu. Do what He is calling you to do. Fanye kile kinastahili ufanye. Do what He is calling you to do. Fanye kile anakuitia ukifanye. And I said when I was starting, Na nikasema nilipokuwa nikianza, the biggest problem with human beings, shida kubwa iliyo na watu, even those who have received salvation, hata wale ambao wamepokea wokovu, is to maintain that. ni kuweka wokovu, Is to maintain that. ni kuweka ule wokovu. And that's why I said, Na ndio nikasema you are saved. umeokoka, In your heart you feel you are saved, katika moyo wako unajisikia kwamba umeokoka, and you have become a satellite. na ukakuwa ni kama satellite. You know everything. Unajua kila You kitu. even know about people's homes. Unajua hata unajua mambo ya And you have kinyumbani. never gone there. Na hujawahi fika kwa wale. Praise God. Bwana sifiwe. That is the only way, and the other way you can disconnect yourself from God. Hiyo ndio ile njia ambayo unaweza kujitenganisha na Mungu. In our ways, Katika njia zetu you have to be careful. lazima tujihadhari. And I said, Na nikasema disconnecting yourself from God, kujitenganisha na Mungu it is so ni easy kitu rahisi and so fast. na kitu cha haraka. So easy and so fast Cha rahisi na haraka. that you will realize when it is too late, Ya kwamba utakuja kutambua wakati umechelewa. and you are still carrying Na unasidi na kubeba that thing for carrying children. ile kitu ya kubebea mtu. Praise God. Bwana sifiwe. Take time. Chukua nafasi. Take time. Chukua nafasi. Take time. Chukua muda. Face it yourself. Ijirudie tena. Use this Bible. Tumia maandiko haya. The way you trust that mirror physically, Vile unaamini kile kioo ambacho unajitazama ndani yake. use this Bible Tumia maandiko haya. to look at your hearts Kutazama moyo wako and trust this word. na kuamini neno hili. And that one now Na hiyo will help you to relate with God properly. itakusaidia kuhusika na Mungu vizuri. Don't wait us to tell you. Usingojee sisi tukwambie. It may not be our work. Inaweza kuwa sio kazi Because yetu. I also want to be with God. Na hata mimi pia nataka kuwa na I Mungu. also want to receive favor of God. Na hata pia nataka nipate upendeleo kwa Mungu. So you have your responsibility. Kwa hivyo uko na jukumu lako. Praise the name of God. Bwana asifiwe. It is so easy and so fast Ni kitu cha rahisi na cha mbio sana to disconnect yourself from God. kujitenganisha na Mungu. That tells you what? Hivyo inakwambia It nini? is you Ni juu yako wewe who is carrying the key uliyebeba to kifunguo unlock for your favors. ukajifungulie upendeleo wako. Not me. Sio mimi I may nikufungulie. help you a little bit. Ninaweza kukusaidia kidogo, But because there is something you want to have, lakini kwa sababu kuna kitu ambao unataka, the favor of God upendeleo wa Mungu will have to come to those who have uniqueness in God. utapitia kwa wale wako na kitu tofauti ndani yao. It is not now Sio sasa or tomorrow, na sio kesho, throughout your life. ni miaka yote, Because God kwa sababu Mungu is the same. ni kama yule Yesterday, jana, today, leo
tomorrow. na hata kesho. It is not a button you press. Sio hicho cha kufungilia. Like now I am enjoying the presence of God. Sasa ninafurahia uwepo wa You Mungu. go out there Nikitoka nje pale, and you start enjoying other things. nitaanza kufurahia mambo It does yake. not work like that. Haifanyi kazi hivyo. The truth has to be told. Ukweli lazima utemwe. Bwana asifiwe. Amen. I'm also looking for these favors. Hata mimi natafuta upendeleo huyo. So don't give Reverend a lot of Kwa time. hivyo usimpatie Position. ninaongea juu ya ofisi. So when you say, Unaposema no, Germany is yes. mwenyekiti hivi. Praise God. Bwana asifiwe. Tomorrow you will become one. Kesho utakuwa mmoja. Not for this church. Sio kwa hii You kanisa. may even become a chairman of a water project. Unaweza kuwa chairman wa maji Mradi ya maji. Mradi ya maji. I'm a chairman of a women group. Ama Praise God. chairman wa wanawake. Praise God. Amen. Why are you looking at me like this? Kwa nini unanitazama hivi? Look at me properly. Nitazame vizuri. Praise God. Bwana The asifiwe. truth has to be told. Ukweli ni lazima useme. I'm finishing. And Ninamalizia. I know the presence of God is one. Na najua uwepo wa Mungu unafanya And kazi. I feel the Holy Spirit is working. Na ninajihisi Roho wa Mungu anafanya kazi. Sometimes things may not be easy Wakati mwingine mambo hayawezi kuwa to sawa be taught, kusemwa, but we have to be clear. lakini lazima tujitoe We have to be wazi. very clear. Lazima tukue wazi. God looks what is inside you, Mungu anatazama kilicho ndani yako and not how you are, na sio vile ulivyo, not how smart you na are, sio vile uko sawa, not how strong you na are. sio vile uko na nguvu. Even if you are bouncer, Hata kama wewe ni baunza, God looks what is inside you. Mungu anatazama kilicho ndani yako. What are you carrying? Wewe unabeba nini? What are you carrying? Unabebea leo, unabeba nini? Is it going to push God Itaenda kumsukuma Mungu kweli? and say, Na Mungu aseme, these favors now huu upendeleo sasa are direct to so and so? unaenda moja kwa moja kwa fulani. I'm finishing. Namalizia. Ukweli Walk in God's favor. unatembea katika upendeleo wa Mungu. It is not about who you are, Sio vile ni nani wewe, who is inside you. ni nani aliye ndani You yako. know, sometimes Wakati mwingine people are carrying others in their body. watu wengine wanabeba wengine kwa miili I'm yao. not talking of a pregnant woman. Mimi siongei juu ya mwanamke aliye na mimba. Pregnant woman carries a baby. Kwa sababu wewe mwanamke anabeba But I'm mtoto. saying some people, Lakini nasema watu wengine including men, hata wanaume pia women, na wanawake are carrying people in their body. wanabeba watu ndani ya miili yao. Praise God. Amen. You are carrying somebody in you. Unabeba mtu ndani yako. Oh, that one cannot succeed. Huyo hawezi kuendelea. That one, no. Huyo hawezi. That one, no. Huyo hapana. Can you offload those luggages? Nenda ukatoe mzigo. Can you offload those things? Toa mizigo hiyo Bwana. God cannot give these favors when you are like that. Mungu akawezi kupeana upendeleo kama ukiwa namna hivyo. You know, some people have become so heavy, Unajua watu wengine wakuwa wazito, so heavy, wazito sana that they are tired of what they don't know. ya kwamba